Shalom ndugu mtazamaji, nipende kukukaribisha katika kipindi chetu pendwa, na nimepata wageni watajitambulisha na baadaye tutafahamu wao ni wakina nani na wana nini ambacho wametuletea. Karibuni. Nianze na kaka hapa, baadaye nitafuata kwa mama pale. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Godlove Martin Lupatu. Nina umri wa miaka 11. Mimi ni mwimbaji wa gospel. Amina. Mama karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Paulina Lupatu. Mimi ni mama wa Godlove Lupatu. Mama, Godi ni mtoto wa ngapi? Godlove ni mtoto wa 4. Godlove ni mtoto wa 4. Hongera kwa kupata kijana mdogo ambaye anafanya vitu vizuri. Tumevisikia na baadhi ya watazamaji wangu najua watakuwa wameshaviona kwa sababu ana akaunti zake za YouTube na zimekuwa zikirushwa kwenye baadhi ya vyombo vya habari. Ni mwaka gani ambao mligundua kipaji au huduma ya mtumishi wa Mungu Godlove? Godlove yeye tangu akiwa mtoto wa miaka 3 alikuwa akisikia muziki atacheza tu, yaani hajalishi anachezaje, lakini atacheza. Na mondoko au mtindo aliokuwa anapenda zaidi kucheza ni waboni Mwaitege. Anacheza, anakaa chini, anabinuka na sarakasi, mambo yanaenda. Lakini ilipofika mwaka 2021 ndipo nilipogundua kipaji, kwa sababu alikuwa anaimba kwenye kwaya ya watoto. Tulipoenda kurekodi kwa mara ya kwanza kwaya ya watoto, nikahisi huyu anacho kitu cha tofauti. Naam, na mwaka 2000 umesema na 20 na ngapi alianza? 21. Na mpaka sasa Godlove ana nyimbo ngapi ambazo amerekodi kwa mfumo wa audio pamoja na video? Video bado, lakini mpaka sasa hivi Godlove ana nyimbo 5 ambazo ziko tayari, lakini na nyimbo moja ya 6 iko jikoni, na hisi baada ya wiki kama 1-2 itakuwa tayari. Hongereni kwa huduma. Bwana Godlove, hongera kwa huduma hiyo. Asante. Unaweza kunitajia hata wimbo mmoja kati ya nyimbo hizo ambazo umerekodi ambao unaupenda sana kuliko nyimbo zote? Ndio. Nitajie. Amezaliwa. Ni wimbo ninaoupenda kwa sababu unaelezea Yesu alipozaliwa kipindi kile cha Christmas. Kwa ni wimbo ninaoupenda sana. Nikuulize swali Bwana Godlove. Je, unawezaje kumudu ratiba yako ya shule pamoja na uimbaji? Shule inakuwa na masomo vile vile, nakuwa vizuri katika masomo, nakuwa na focus katika masomo, na kwenye muziki huwa niko hivyo hivyo. Nyimbo naimba katika huduma mbalimbali kwenye makanisa tofauti. Kwako mama, je, mnapitia changamoto gani kwa ajili ya huduma ya Godlove? Maana najua ni kijana mdogo na wakati mwingine analiko kwenye makongamano makubwa. Mnawezaje kuzikabili hizo changamoto ambazo huenda zinajitokeza? Changamoto bado hatuja kukutana nazo, nahisi, na hatuzitaki zitokee. Anapoalikwa kama kuna uwezekano wa kwenda, basi mimi mwenyewe nampeleka Godlove kwenye haya makongamano, kwa sababu najua kabisa umri wake bado ni mdogo. Siwezi kumruhusu aende mwenyewe au siwezi kumruhusu aende na mtu mwingine. Lazima mimi mwenyewe niende niangalie, je, lile kongamano kweli na umri wake na lile kongamano vinaendana. Sio kwamba kila kongamano na ruhusu, hapana. Naam. Ndugu mtazamaji, tunaendelea kupata mdokezo wa taarifa za mtumishi wa Mungu Godlove Martin Lupatu. Mwaka 2024 kulikuwa na kongamano kubwa la maadhimisho ya miaka 85 ya TAG. Naye alikuwa ni miongoni mwa waalikwa kuhudumu siku hiyo.
Je, wewe kama meneja na mama wa Good Love, maandalizi yake yalikuwaje na namna ya kutekeleza lile ambalo mlikuwa mmealikwa kulitenda ilikuwaje? Unaweza ukatushirikisha kidogo? Wakati maandalizi ya maadhimisho yanaanza, wakati yanaanza yale ya idara, ndio nilikutana na rafiki yangu mmoja mpendwa mzuri kabisa, alinitembelea nyumbani wakati God Love anaumwa. Sasa wakati tunajadili maadhimisho, likaja wazo, kwa nini God Love asiimbe kwenye yale maadhimisho? Kwa hiyo baada ya kumaliza pale, kwa sababu yule rafiki yangu yeye ni mkurugenzi wa idara ya wanawake jimbo, ana vitu vingi, nikaanza kumdodosa kuna nini na nini kwenye maadhimisho. Kwa hiyo wakati ananipa vile vitu, mimi nikawa na vinoti. Yani kwa kawaida mimi siwezi kuimba, siwezi. Lakini naweza nikakuandikia kitu mtu aniingizie sauti. Na God Love bado hajaanza kuimba mwenyewe, kutunga mwenyewe bado kwa umri wake, lakini namvutia muda. Kuna umri fulani itabidi afanye mwenyewe kwa lazima. Kwa hiyo baada ya kuandika vile vitu, nina mtoto wangu yeye anaweza kuingiza sauti, nikamtumia, basi akatutengenezea ule wimbo. Mama, ubarikiwe kwa huduma hiyo, maana nimegundua vitu vitatu kwako. Kwanza ni mama, pili ni meneja, lakini tatu ni mtunzi wa God Love. Je, ni nini matarajio baada ya hizo nyimbo kuwa zimekamilika? Tunatarajia nini? Kwa sababu wimbo wa maadhimisho ndio uliofanikiwa kufanyiwa video. Je, kwa hizo zilizokuwa zimerekodiwa kwa audio na matazamio ya kufanya video au? Hayo matazamio yapo na ni matarajio makubwa. Nilikuwa natamani tufanye nyimbo kama 5, 8 hivi, zifike kama 8. Sasa atakapozindua album za audio, hapo ndo tujiandae kufanya video pia. Yaani ninatamani God Love afike mahali fulani. Sijui kama God Love yeye ana matamanio hayo, lakini mimi ninaona kuna kitu ndani ya God Love. Kwa hiyo natamani afike maeneo fulani hivi. Lakini tunamwamini Mungu atafika. Amen. Kwako God Love, matarajio yako ya huduma ulionayo, maana tunaona nguvu ya mama ni kubwa. Je, kwa upande wako unatarajia nini kwa wakati ujao? Kwa maana sasa hivi nimesikia mama alikuwa anasema itafika wakati utasimama mwenyewe, utajiandikia nyimbo na utatunga mwenyewe. Je, tunatarajia nini au matarajio yako wewe ni yapi? Kwa mimi ningetarajia kuwa waimbaji wakubwa kama Paul Clement, Zoravo, Belakombo. Mimi na msimamo wangu peke yangu kutunga nyimbo na vitu vingine kama kushuti, na nilichokuwa nakitarajia. Amina. Basi mimi sina mengi ya kuzungumza nani. Tunaweza kuwapataje? Kwa maana dunia sasa hivi ni kama kijiji. Naweza mkatuelezea mawasiliano yenu na namna ya kuwapata? Mama, karibu. Ukitaka kutupata, sisi kazi za God Love usifanye mimi mama kama mama. Tunafanya kama familia. Kama nimesema, God Love ni mtoto wa 4, lakini ana kaka zake na baba yupo. Kwa hiyo hata wao wana mchango, kwa sababu nimesema kuna kaka mwingine anatunga, kuna kaka mwingine anainua kwamba nenda studio, baba naye ana support. Kwa hiyo ni kazi kama ya familia, lakini tunapatikana kwa YouTube. Ukiandika God Love Lupatu, basi utamkuta hapo na nyimbo zake tunaendelea kuziingiza moja moja. Amina. Basi ndugu mtazamaji, hayo ndio mambo ambayo walikuwa wametuandalia God Love Martin Lupatu pamoja na mama. God, unaweza ukatuimbia wimbo wa miaka 85 hata kwa kipande kidogo? Karibu basi tukusikilize. Bila Mungu kuwa upande wetu,
sisi, bila askofu wetu mtoka mbali, nani angefanya haya? Amina, ubarikiwe. Basi ndugu mtazamaji, nashukuru kwa ajili ya kutufuatilia, na nikusii endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ili tuendelee kupashana habari za kutosha. Pia jiandae kwa ajili ya ujio wa wimbo wa mtumishi wa Mungu Godlove Martin Lupatu. Mungu akubariki.